Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ninaitwa mchungaji Phoebe. Zaidi ya yote nimeokoka, ninampenda Yesu. Ninahudumu na kanisa ambalo linaitwa Siloam Faith Church. Iko pande za Juja, mahali ambapo palikuwa panaitwa Mungetho zamani, lakini saa hii panajulikana kama Amani. Hapo ndipo niko na ninawakaribisha wote kwa service zetu. Huwa tunaanza service saa 3 kamili. So umekaribishwa sana. Kama hauna mahali pa kwenda kanisa, nimekukaribisha mahali pale. So uko karibu sana. Siku ya leo ninataka kuongea ujumbe kuhusu kuinua imani. Kuinua imani. Kuinua imani ni kama kusema nini? Kuinua imani ni kama sasa, kwa mfano, umewahi omba kitu kwa Mungu, alafu baadaye unaona kama ita happen ama itatendeka, imani yako inadidimia, alafu baadaye unaingia katika roho ingine ambayo inafanyanga mwanadamu anasahau kwa sababu ya kudidimia imani yetu. Na katika hiyo habari ninataka tuangalie katika maandiko katika Luka mtakatifu sura yake ni ya 1 na mstari wake ni wa 5. Nataka tukaweze kuangalia hili neno ambalo linaongea kuhusu mtumishi wa Mungu tunayemjua zaidi anayeitwa Zakaria. Zakaria alikuwa mtumishi ambaye alikuwa anafanya kazi katika madhabahu ya Bwana. Na neno la Mungu linasema hivi kwamba wakati Zakaria alipokuwa akifanya kazi katika nyumba ya Mungu, alikuwa mwaminifu sana. Kama vile tunavyojua nyakati za kale, wakati wale ambao walikuwa wanachaguliwa kufanya kazi katika nyumba ya Mungu ni wale hawakuwa na hatia hata kidogo. Na neno la Mungu linasema ya kwamba alikuwa ameoa mke, na wakati alipooa huyo mke wake, kama vile tunavyojua kawaida ya maisha ya mwanadamu, wakati mtu anapooa, kitu cha kwanza kile anakuanga akitarajia ama akitamani sana na kungojea sana ni mtoto. Lakini ikafika mahali walipooana, katikati ya safari yao ya kuoana kukakosekana mtoto. Na hata kama walikuwa wamcha Mungu, hata kama wote walikuwa wamcha Mungu, kwa sababu kisoma historia yao, hawa wote walikuwa wametoka katika nyumba za makuhani, lakini hata hivyo haikuwezekana, hawakuweza kumpata mtoto. Na neno la Mungu linasema kwamba katika muda wa miaka yao, Zakaria wakati alipokosa mtoto hakudidimia kufanya kazi katika nyumba ya Mungu. Na Biblia inasema hivi kwamba wakati alipokuwa akifanya kazi, naye mkewe akiwa pale akiwa mwaminifu sana, wakamngojea Mungu wao kama vile watu mngojea Mungu at least awapatie mtoto, mwaka wa 1, mwaka wa 2, mwaka wa 3. Na ninajua alipitia challenges ya kwamba ungekosa mtoto, wakati mwingine msichana urudishwa kwao, kuna watu mnena, kuna watu wananena hiyo kapo. Lakini ukweli ni kwamba hawa watu ni kwa sababu walikuwa wanamngojea Mungu na walikaa vizuri katika imani yao. Wakiwa wanamngojea Mungu hawakuachana, walikaa pamoja. Nataka niongee na wewe mtu wa Mungu, uko mahali pale, maybe mumeoana, mumekaa bila watoto, na mumekaa labda kuna vitu mliaminia Mungu lakini haija happen. Usiache mkeo, ni kwa sababu Mungu bado ako na mawazo mazuri na ako na mipango mizuri juu ya maisha yenu. Neno la Mungu linaendelea kusema kwamba Zakaria hakuacha kufanya kazi katika
katika nyumba ya Mungu. Uko hapo, labda kuna mambo unaona haiendi sawa. Wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe umekuwa mwaminifu, fungu la 10 unatoa, sadaka unatoa, chochote kinachoitishwa unatoa, lakini unaona bado kuna mambo haijatendeka. Nataka nikukumbushe na nikuambie, kuwa patient, kuwa mvumilivu, kuwa mtulivu. Ni kwa sababu bado Mungu, he is the same yesterday, today and forever. Na akiamua, yeye ameamua katika jina la Yesu. So Zakaria akaendelea na kufanya kazi katika nyumba ya Mungu, lakini makosa moja Zakaria alipofanya, alisahau kama alikuwa ameomba Mungu aweze kuwapatia mtoto. Na siku moja tu ikafika kama siku ya leo, Mungu akaamua kukumbuka hii familia na akatuma malaika wake, akaenda akapata Zakaria katika nyumba ya Mungu wakati alipokuwa anafukisha ufumba wake. Na alipompata, Biblia inasema akamwambia Zakaria, Mungu amekukumbuka na mkeo atapata mtoto. Lakini Zakaria akashindwa, katika umri huu wangu na huu uzee wangu, mke wangu amezeeka, itawezekana aje bibi yangu, mke wangu akaweze kupata mtoto? Lakini kwa sababu Mungu akisema amesema. Nataka nikuambie, hapo hapo Zakaria akafungwa mdomo wake, hakuweza kuongea tena, hakutoa maneno tena. Mungu akafunga yeye kinywa chake, ni kwa sababu ya kutokuamini. Nataka kuongea leo, ninataka kukuambia mtu wa Mungu leo, imani ni kitu cha maana sana. Na kama kuna kitu umewahi omba na ukasahau, nataka nikukumbushe, kumbuka Mungu huwa hasahau. Hata kama utakaa miaka 100, hata kama utakaa miaka ngapi, Mungu wetu ukumbuka. Hata kama utaona akiwa amenyamaza, nataka nikuambie, Mungu wetu ananga dustbin ya maombi. Nataka nikusaidie, inua imani yako. Kumbuka ni nini umewahi omba Mungu akaweze kukutendea, kwa sababu kwa njia moja ama njia nyingine ni lazima Mungu atakutendea katika jina la Yesu Kristo. Na neno la Mungu linasema Zakaria na mkewe waliweza kupata mtoto hata katika umri wao wa uzee wao. Mungu aliwapatia mtoto. Neno la Mungu katika Isaia chapter number 42 verse number 14. Ukisoma pale utapata neno la Mungu linasema, kwa muda wa miaka mingi Mungu akanyamaza kimya. Kwa hivyo Mungu nyamaza. Saa zingine anakosa kujibu maombi yetu, saa zingine ananyamaza tu hivyo, si kana kwamba hasikii. Huwa anasikia na huwa anakumbuka, lakini ukweli ni kwamba saa zingine unyamaza, kama vile alivyoweza kuwanyamazia hata wewe leo. Maybe amekunyamazia, lakini niko na habari njema kwako kwamba Mungu wetu ni Mungu na Mungu wetu anakuja kukutendea. Ningetaka mahali popote huko, hebu anza kujikumbusha ni nini kile ambacho umewahi aminia Mungu, ni nini kile umewahi omba Mungu, na ili siku ya leo ukaweze kukumbuka, na ili usifanyiwe kama mtumishi wa Mungu aliyefanyiwa kama Zakaria. Kwa sababu ilifika mahali hata wakati Mungu alimwambia mkeo atapata mtoto, akawa na tatswizi, akakosa kuamini kwamba ni kweli inaweza fanyika. Lakini pale mwanzo ungemuuliza wakati walipooana, ungemwambia mkewe hatapata mtoto, mungekosana. Tukisoma katika maandiko katika kitabu cha Marko Mtakatifu sura yake ni ya 5 na mstari wake ni kuanzia mstari wa 24, utapata kwamba kuna mama alikuwa pale ambaye alikuwa anavunja damu miaka 12, na ukweli ni kwamba aliuza mali yake, akauza vitu nyingi sana akitafuta msaada, lakini hakuwahi sahau ya kwamba yeye ni mgonjwa. Na wakati aliposikia Yesu, kuna mahali Yesu anapita, Biblia inasema ya kwamba alikimbia
na akasema sitaki kujua na hata sitaki Yesu aniombee, lakini tu nikigusa pinde la nguo yake mimi nina imani na ninaamini ya kwamba nitapokea uponyaji wangu. Hakuwahi sahau. Mtu wa Mungu, ninataka nikukumbushe, nataka tu nikukumbushe, kumbuka ni yapi yale, ni nini kile umewahi aminia Mungu nacho, ni nini hicho umewahi omba Mungu na kwa sababu yeye ni Mungu anayejua kutenda, nataka nikuambia anakuja kukutendea katika jina la Yesu. Uko pale umekufa moyo, maybe umemngojea Mungu kwa miaka 2, miaka 3, unaona hakuji. Huyu alimngojea kwa miaka 12, alingojea miaka 12, na kama imefika miaka 12 bado haujamngojea kama Zakaria walimngoja tangu walipooana mpaka wakafika katika miaka ya uzee. Lakini wakati walipofika miaka ya uzee, hapo ndipo Mungu alipoingilia. Nimekuja nikuambie, hata kama umekaa muda gani, hata kama umekaa miaka ngapi, Mungu wetu huwa hasahau. Sisi wanadamu tunasahau, lakini Mungu huwa hasahau. Mtu wa Mungu, nataka tu nikuambie tafadhali, kwa neema ya Mungu, kumbuka ni nini kile ambacho umewahi aminia Mungu. Ni nini hicho umewahi ngojea Mungu na mpaka ukaona ni kama hakuji. Ni vizuri ujikumbushe, ni kwa sababu wakati umefika, anakuja kutenda. In the book of Isaiah chapter number 42, ukisoma pale chini verse number 15, 16, hapo utapata hata kama ananyamaza, hata kama anajifanya hatuoni, hata kama anajifanya asikii, hata kama anakaa kama amenyamaza, inafikanga wakati yeye mwenyewe anaati. Na nimekuja nikuambie, wakati wako umefika. Wewe umesikia neno hili, chochote umeishi ukimngojea Mungu nacho, nataka nikuambie wakati wako umefika. Inua imani yako, inua imani yako. Kama imani yako ilikuwa imefifia, inua imani yako, maana Mungu anakuja kukutendea kama alimtendea Zakaria akiwa mzee. Hata wewe nataka nikuambie, anakuja kukutendea katika jina la Yesu Kristo. Tafadhali, kama ulisahau, ni vizuri ujikumbushe. Kama ulisahau, jikumbushe, maana Mungu wetu hakai kama sisi. Mungu wetu hakai kama mwanadamu, katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo msikilizaji wangu, Mungu akakupende sana na Mungu akakutimizie haja ya moyo wako. Hicho umeishi ukingojea kwa miaka mingi, Mungu akakutimizie. Uko pale, maybe ni mtoto umeishi ukimngojea. Nataka nikuambie, kwa Mungu, kwa store ya Mungu kuna kila kitu tunachohitaji katika jina la Yesu. Chochote umeaminia Mungu, nataka uinue imani yako na nikuambie ya kwamba anakuja kukutendea. Nataka nikutie moyo. Wewe umekufa moyo, inua imani yako sasa. Inua imani yako na uamini huyo Mungu. Uamini huyu Mungu amekuweka kwa huo muda wote, anakuja kukutendea katika jina la Yesu Kristo. Nataka niombe na mtu pale, wewe ambaye umeishi sasa, umeona hakuna matumaini tena, unaona hata iwezekani tena, wewe unaona hata ifanyike nini, haitawezekana. Nimekuja nikuambie itawezekana katika jina la Yesu Kristo. Nataka nikuombee msikilizaji wangu, na ili tukaweze kuinua imani yetu, Mungu wetu akatutendee katika jina la Yesu. Acha tukaweze kuomba. Baba wetu wa mbinguni, ninakushukuru, ninakuinua. Asante kwa wakati huu na kwa sababu ya msikilizaji wangu. Kuna yule ambaye ako pale na amevunjika moyo, amefika mwisho. Wengine walisahau
Mungu wa mbinguni, ninaomba kwa jina la Yesu, na kwa sababu wewe haukai kama mwanadamu, ninaamini unakuja kutendea msikilizaji wangu katika jina la Yesu. Huyu amefika mwisho, huyu ameteseka kwa muda mrefu. Mungu, ninaamini unaingilia kati katika mateso yake, katika changamoto zake, katika jina la Yesu. Hakuna kile Mungu wezi fanya. Kama Mungu kuna kitu haujui, ni kushindwa ni kusema nini. Ninaamini ya kwamba siku ya leo Baba, msikilizaji wangu ameinuka na hata amepata nguvu mpya, na wewe Baba ukamtendee katika jina la Yesu. Na kushukuru na kuinua ni kwa sababu wewe ni Bwana. Natangaza baraka juu ya maisha yake wakati unapoenda kumtendea. Ninaamini ya kwamba atatoa ushuhuda ya kwamba kwa kweli wewe Mungu haukawii na hata hauchelewi katika jina la Yesu. Asante Yesu, twakushukuru na tunakuinua kwa jina la Baba na la Mwana na hata Roho Mtakatifu. Amen. Nataka nitoe shukrani zangu kwako wewe msikilizaji wangu ambaye utatazama hii video. Ningekuomba tu kwa neema ya Mungu, at least hata hii ujumbe ikafikie mwingine. Sambaza hii ujumbe, na ili kama kuna mtu ako mahali alikuwa amekufa moyo, alikuwa amefika mwisho, imani yake itainuka na ataanza safari tena katika jina la Yesu. So ninawapenda sana. I love you so much. Ninawapenda na huwa ninawaombea. Mungu awabariki na akawatendee mema. Shalom, shalom, shalom. Thank you.